Naomba niseme asante kwa sababu una mawazo mazuri unayotuwazia, mema ya kutupa ushindi, ya kutupa tumaini katika siku za mwisho. Naomba nikushukuru kwa sababu ya sote ambao tuko mahali hapa Bwana, ambao mioyoni mwetu tuna dhamira ya kuona tunaweza kusimama mahali ambapo ni boma lililoachwa wazi, tunaweza kuliungamanisha boma na kulifanya kuwa ni boma imara. Asante kwa sababu ya wajenzi hawa ambao tuko pamoja na mimi, kimenipa neema kama mpa neema Nehemia ili asimamie kazi hiyo ya ujenzi na kuelekeza watu iwapasavyo kujenga. Ninaomba unipe neno tena kwa ajili ya kanisa jioni leo, kwa ufunuo na kwa nguvu, kwa mamlaka na kwa uweza, na polisema, na baadaye tukaingia kwenye maombi, ukajithibitishe kwamba wewe ni Mungu. Asante Bwana, unaweza. Katika jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Naomba tukae. Amen. Nilikuwa nimesema kwamba leo, kabla sijaanza kile ambacho nataka kusema leo, nitawakumbusha jambo lingine katika ile orodha niliyokuwa nimezungumza ya mambo kadha wa kadha ambayo adui alijaribu kuyabomoa, hasa kanisa lilipoanza kupoteza neema ya ushirika wa Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Wakati Yesu alipokuwa akiacha kanisa pamoja na wanafunzi wake, aliacha kitu kinachoitwa agizo kuu. Wangapi wanafahamu agizo kuu? Mathayo yeye anasema, enendeni ulimwenguni mote mkafanya mataifa yote kuwa, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi, nami nitakuwa pamoja na ninyi mpaka ukamilifu wa dahari. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sasa moja ya mambo ambayo yalikuwa ni msingi wa kanisa, yani kama ukishaongea kanisa, umeshaongea kanisa. Ukishasema tu kanisa, wakati Yesu analianza na kulijengea misingi yake, kanisa lilijengwa kwenye misingi ya kutembea katika agizo kuu. Haleluya. Tunakwenda pamoja. Yaani kanisa halikuwa kanisa mpaka liwe linaishi katika agizo kuu. Mambo mawili yamo katika agizo kuu: kuhubiri ikimaanisha kuwaendea wenye dhambi, wale ambao hawajakuwa wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Kuwafuata, kwenda waliko. Haleluya. Kuwahubiri Injili na kuwafanya wawe wanafunzi. Unawaendea wakiwa si wanafunzi, na unafanya kazi ya kuwafanya kuwa wanafunzi. Wakishaanza hatua ya kwanza kuwa wanafunzi, Yesu alitumia neno mkiwafundisha. Kwa hiyo kuna kuhubiri na kufundisha. Kanisa ni kama tuite binadamu. Binadamu ana miguu miwili, ana mguu mmoja wa kushoto na mwingine wa kulia, na yote anaitumia kutembelea. Haweza katumia tu mguu mmoja tu wa kulia ndio wanaotembelea. Mimi na hakika ukitembelea mguu mmoja hauwezi kufika mbali. Haleluya. Na mtu akikosa mguu mmoja anatafuta kitu mbadala. Wengine anunua wa bandia, mwingine atafuta gongo. Haleluya. Mengine wataalamu wayatengeneza, yanauzwa kwenye maduka ya vifaa tiba.
yamo, lakini hakuna mtu anasema sina mguu mmoja basi na maisha yataendelea tu. Aliyeukosa anatafuta angalau kitu ambacho kitafanya kazi ile ya mguu ule uliopotea. Hawezi kusema basi bwana ulishapotea, nitatumia huu tu maisha yataendelea. Hakuna. Anatafuta mwingine ili aweze kwenda. Sasa unajua kwa nini kanisa haliendi? Lilipopoteza Roho Mtakatifu likaamua kutembelea mguu mmoja. Haliwezi kwenda, halifiki mbali. Misingi ya kanisa haikujengwa hivyo. Yesu hakuagiza kanisa lijengwe hivyo. Mitume wa kwanza hawakutujengea misingi ya kanisa kuwa la hivyo. Haleluya. Kanisa ambalo wao ni kuja tu kanisani, wanakaa kwenye viti wanasikiliza, wanarudi nyumbani. Ibada nyingine kija wanakaa wanasikiliza, wanarudi nyumbani. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mwaka mmoja mtu ajue hata kuambia mtu neno la Mungu. Mwaka unaisha, wa pili hajawahi kuleta mtu yeyote kwa Yesu. Haleluya. Kanisa zima lenye watu, tuite tu watu 50. Wote wanatarajia mchungaji ndiye ataleta watu kanisani, na watu wasipokuwa nakuja kanisani wanamuuliza mchungaji, mbona siku hizi watu hawaji kanisani? Haleluya. Wao hawamo. Wao sio shughuli yao. Kanisa halikujengwa hivyo. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa halikuwekwa kwenye huo msingi. Kanisa limeweka kwenye msingi wa kufundisha, kuhubiri. Kufundisha, kuhubiri. Kuhubiri, kufundisha. Vyote vinaenda sambamba. Ndio miguu miwili ya kanisa. Haleluya. Kuhubiri na kufundisha ndio miguu miwili ya kanisa. Kanisa ili litembee linahitaji nguvu ya kuhubiri iwe kubwa na nguvu ya kufundisha pia iwe kubwa, na zibalance. Lisiegemee upande mmoja, lisiegemee kwenye jambo moja. Ndivyo Yesu alivyoweka msingi wa kanisa. Haleluya. Na kanisa lilipokuwa bado linawaka kwa nguvu za Roho Mtakatifu liliishi hivyo. Kanisa lilipopoteza nguvu za Roho Mtakatifu likaanza kuwa waoga, wanajifungia kwenye kuta. Na bahati mbaya sana, miaka ile hawakuwa na majengo, walikuwa wanatumia sebule za watu na viwanja vya nyumba za watu. Miaka hii Mungu ametusaidia, tuna majengo. Tukishaingia ndani ya kuta za majengo yetu, hatutaki kabisa kutoka nje. Tunadhani tutakaa huku ndani, halafu dunia huko itajua tu tuko huku ndani, halafu dunia itakuja huku. Dunia haiji huku. Tutakaa huku ndani kwenye kuta za majengo yetu na tutabaki peke yetu. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu hakujenga kanisa hivyo. Yesu alitumia neno enendeni. Hakutumia neno iteni wakute. Siku hizi tukijitahidi sana, tunakuja tunajifunja kwenye kuta zetu. Jamani, tuombe Mungu alete watu. Imeandikwa wapi Mungu alete watu? Haleluya. Imeandikwa wapi Mungu alete watu? Agizo nasema enendeni mkafanye watu kuwa wanafunzi. Haleluya. Kwenye jambo hilo maombi Mungu aliruhusu, yanasema hivi: mavuno ni mengi lakini watenda kazi, jamani simseme wote, watenda kazi ni wachache. Muombeni Bwana wa mavuno afanyeje? Sio akusanye watenda kazi kanisani waombe mavuno yajilete yenyewe. Tumebadilisha Biblia. Ndio maana kanisa ni dhaifu siku zote. Tumetengeneza Biblia ambayo sio tuliyopewa na Mungu.
Jina la Yesu libarikiwe. Biblia tuliopewa na Mungu inasema kama tutaomba kwa agenda hiyo ya Mungu kuleta watu, tunaomba watu waweze, Mungu awatie nguvu na upako waende kuvuna. Ombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Haleluya. Sio kusanye watenda kazi kanisani waanze kumwomba Mungu alete mavuno mwenyewe. Wao waende kutenda kazi, walete mavuno. Ndio Biblia. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio Biblia. Leo tunani na kanisa Mbaro, mkisema tunakusanyika kongamano wanakuja wa kutosha. Mkisema leo tunaenda nje kuhubiri hawaonekani. Kwa nini? Kwa sababu ya kukaa kwenye hali ya kuwa dhaifu kiroho. Hapo nimejizuia kutumia neno ili msikwazike ninalosema ukufa kiroho. Amesema tumekufa kiroho. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia hiyo maana yake ni hiyo. Kanisa likianza kufa kiroho, moja indicators viashiria kwamba kanisa ndakufa kiroho, watu hawako tayari kwenda nje kufanya wanafunzi. Kanisa hilo linakufa kiroho. Haleluya. Linakufa kiroho. Kanisa hai kiroho, moja indiketa zake ni moto unaowapeleka nje kuvuna. Unakuta moto wa kuvuna unawaka ndani ya kila mmoja. Watu wanapita mahali wanashuhudia, wanapita mahali wanahubiri. Unajua kuna uhai wa kiroho. Wakifa waoga, aibu nyingi za kumtaja Yesu, aibu nyingi, wanamwonea aibu Yesu hadharani mbele za wasioamini. Ujue hilo kanisa limekufa, au kama ni waamini wamekufa kiroho. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Kwa tukisema kuna misingi, tuna mambo tunahitaji kujenga yamebomoka, hilo ni moja ya maeneo yamebomoka, tunahitaji kuyajenga tena. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wako tayari kujenga? Wangapi hawako tayari? Wangapi wako tayari? Asante. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuendelee na kile nilichotaka kusema leo. Haleluya. Nimesema tunataka kuomba maombi ambayo yanashughulika na aina ya watu. Nikisema watu ni uwakilishi wa vitu vingi. Wanaweza kuwa watu binadamu, au unaweza kuwa si watu binadamu lakini ni mazingira. Yanaweza kuwa sio mazingira, ikawa ni roho, mapepo. Nikisema watu, jumuisha vyote hivi. Jina la Yesu libarikiwe. Ambao shughuli yao ni kubomoa tunapojenga. Jitihada yao ni kubomoa. Tunajenga, wao wanabomoa, wanaharibu kilichojengwa. Ni kubomoa vile ambavyo Mungu amevijenga. Haleluya. Jihadhari usiwe mmoja miongoni mwao wabomoao alichokijenga Mungu, au wajengao alichokibomoa Mungu. Siku moja nitaongelea ukuta wa Yeriko na maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu kupitia kinywa cha Yoshua yalisema Yeriko isijengwe tena. Yakasema atakayejenga Yeriko tena
ataweka misingi kwa kufiliwa na mwanawe wa kwanza, na ataweka malango yake kwa kufiliwa na mwanawe wa mwisho. Kwa hiyo kuna kubomoa alichokijenga Mungu, lakini pia kuna wengine au pengine ni wale wale wanapobomoa alichokijenga Mungu, wakati huo huo wanajenga alichokibomoa Mungu. Haleluya. Tulipookoka kuna vitu Mungu alivibomoa kwenye maisha yetu. Yesu alipotengeneza kanisa kuna vitu alivibomoa visiwepo. Sasa bahati mbaya, wako ambao badala ya kujenga pamoja na Mungu yale anayoyajenga Mungu, wanabomoa aliyoyajenga Mungu, wakati huo huo wanajenga aliyoyabomoa Mungu. Haleluya. Wapo wanaojenga aliyoyabomoa Mungu. Tutaenda vizuri, tutaelewana. Hilo la kujenga aliyobomoa Mungu, hilo sio la leo. Kuna wakati wake, na nitazungumza siku hiyo habari ya ukuta wa Yeriko. Haleluya. Ule ukuta wa Yeriko ulibomolewa na Mungu, na Mungu akasema mtu asiujenge, lakini kuna jamaa akaujenga kweli bwana. Haleluya. Alibomoa Mungu, halafu mtu akaja kujenga, na kweli alifiwa. Alipoanza tu misingi, mtoto wake mkubwa akafa. Wala hakuelewa, alivyokuwa na roho ngumu, akaendeleza ujenzi. Alipofika hatua ya kuweka malango, mtoto wake wa mwisho akafa, na wala hakuogopa, akaendelea na ujenzi wake. Yeriko ikawepo tena, ambao Mungu alisema isijengwe tena, maana aliyeibomoa ni Mungu mwenyewe, na akasema isijengwe tena, halafu mtu akaijenga. Haleluya. Kuna watu hawaoni shida kujenga vitu ambavyo Mungu alivibomoa. Haleluya. Hawaogopi kujenga vitu ambavyo Mungu alivibomoa, na haoni shida wala hawaogopi kubomoa vitu ambavyo Mungu alivijenga. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Sura ya 4 Nehemia, mstari wa 6 mpaka wa 9, baadaye wa 15 mpaka wa 18. Biblia inasema, basi tukaujenga ukuta, na ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa. Panaanza kufanyaje? Kuzibwa. Mahali palipobomoka panaanza kuzibwa. Basi wakaghadhibika mno, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Bali sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Ikawatokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na dari na makida. Walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Watu wale waliojenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajenzi kila mtu
alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake, ndivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu nami. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inataja makundi ya watu ambao walikuwa shughuli yao ni kupingana na ujenzi. Ukienda sura ya 2 mstari wa ngapi ule wa 19, wanatajwa watu hawa. Sanbalati anaitwa au jamii yake anayotokea ni Mhoroni, anatoka kwenye jamii ya Wahoroni. Tobia alikuwa mtumishi wa Sanbalati na anatoka kwenye jamii ya watu walitwa Waamoni. Yeye alikuwa Mwamoni. Kulikuwa na ndugu mwingine anaitwa Geshemu. Katika sura ya 2 mstari wa 19, Geshemu alikuwa ni Mwarabu. Watu waliposikia kuna kazi nataka kuanza ya ujenzi wa Yerusalemu, maandiko yanasema walitucheka, wakatudharau, wakasema, ni nini hili mnalofanya? Je, mtaasi juu ya mfalme? Haleluya. Wakati huo walikuwa wajui kwamba Nehemia anakuja kujenga Yerusalemu kwa ridhaa ya mfalme. Pale palikuwa ni koloni. Mfalme mwenyewe mwenye enzi yake na mamlaka yake alikuwa kule Uajemi. Wakati huo alikuwa anaitwa Atashasta, na Nehemia alikuwa na nyaraka za kibali cha mfalme cha kuja kujenga Yerusalemu. Na huyu Mwarabu aliyekuwa anaitwa Geshemu na huyu Mhoroni aliyekuwa anaitwa Sanbalati na huyu Mwamoni aliyekuwa anaitwa Tobia hawakuwa pengine wana taarifa vizuri kwamba huyu hakuja kujenga tu, ana mission ya kimungu. Mfalme yuko nyuma yake na ana vibali vyote vinavyotoka kwa mfalme. Hakuwa anajua, alidhani ni mtu tu amejitokeza. Haleluya. Alidhani ni mtu tu kajitokeza, anakuja anahamasisha ujenzi wa Yerusalemu. Na kwa kuwa Yerusalemu ilikuwa ni koloni la kule Uajemi, wakaanza kumtishia, nataka kufanya uasi. Mfalme yule wa Babeli ambaye wakati huo ufalme wake umeshaanguka, mahali pake kuna dola ya Uajemi na Umedi, alibomoa Yerusalemu. Sasa ninyi mnataka kujenga kwa vipi kama sio kuasi? Haleluya. Katishia, mkiendelea kujenga mtaonekana mnamwasi na hizi taarifa tutamfikishia. Kumbe hawajui huyo anasema wanamwasi ndiye ametoa ridhaa Yerusalemu ijengwe. Jina la Yesu na libarikiwe. Sasa sura ya 4, nikisema Mhoroni ni watu, jamii ya Wahoroni ni wale watu ambao walikuwa wanakaa maeneo ya Samaria. Samaria iko ndani ya Israeli, lakini kipindi hicho Samaria, kama nilivyokuambia, miaka 200 kabla ya Yerusalemu kuanguka, Samaria ilianguka kabla. Ilianguka kwa sababu mfalme wa Ashuru alikuja akawapiga, akawachukua mateka watu wengi, wakaenda Ashuru, wengine akauawa. Mabaki yaliyosalia ndio waliochangamana na watu ambao mfalme wa Ashuru aliwaleta, kwa sababu nchi ilibaki tupu, wanyama wakali wakaanza kuwasumbua. Kwa akashauriwa walete watu kutoka Ashuru waje pale. Wakakuta mabaki waliosalia wakachangamana. Wakati huo walikuwa naitwa Wahoroni. Hiyo jamii yenye mchanganyiko wa wenyeji na watu waliotoka ugenini kule Ashuru waliitwa Wahoroni. Kwa Sanbalati alikuwa ni mtu anatokana na hiyo jamii ya Samaria, ambao kipindi cha Yesu Wayahudi waliporudi kutoka Babeli hawakuchangamana nao kabisa. Ndio kipindi cha Yesu nakuta mwanamke Msamaria anasema, ninyi Wayahudi na sisi wa Samaria hatuchangamani. Haleluya. Kwa sababu ya hiyo historia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa Sanbalati alikuwa anatoka kwenye hiyo jamii ya Samaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni Mhoroni kwa maana ya hiyo jamii. Lakini Tobia yeye alikuwa ni mtumishi wa Sanbalati, na yeye alikuwa anatokea katika jamii ya Waamoni. Waamoni walikuwa ni watu wa ng'ambo ya mto Yordani, na ni jamii inayotokana na uzao wa Lutu. Lutu alizaa watoto wawili, mmoja alikuwa anaitwa Amoni na mwingine alikuwa anaitwa Moabu. Kwa wa Moabu na wa Amoni ni uzao wa Lutu, ni jamii inayotokana na uzao wa Lutu. Lutu yule alikuwa anaishi na Ibrahimu, baadaye kaenda Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe sana. Waarabu wenyewe sihitaji kueleza, mnawafahamu.
Jina la Yesu libarikiwe. Geshemi yeye alikuwa Mwarabu. Watu hao wakaungana, lakini ukienda sura ya 4 wameongezeka. Sura ya 2 walikuwa watatu, Mwarabu na Muhoroni na Mwamoni. Kwenda sura ya 4 watu hawa Sanbalati na Tobia sasa sio Geshemi Mwarabu, ni Waarabu. Kundi limeongezeka, ujenzi umeendelea, upinzani nao umefanyaje? Umeongezeka. Ndio kawaida, kanisa likiwa ndio linaanza dogo, upinzani wake sio mkubwa sana. Kanisa likiendelea kuwa kubwa, upinzani unaoingia ni mkubwa. Haleluya. Inapingwa kwenye vitu vingi sana, kwenye maeneo mengi. Wachawi wanakuja, wengine tu watenda dhambi nao wanajaribu kuingia, wanasiasa nao wanaleta siasa humo. Yaani kuna vitu vingi sana vinavyojaribu kuwa kazi ya Mungu na au kuidhofisha kama sio kuiua, vinaongezeka. Kwa hiyo wameongezeka sasa, sio Geshemi Mwarabu, ni Waarabu. Sio Tobia Mwamoni, ni Waamoni. Wamekuwa wengi sasa, sio mmoja. Sasa ni Waamoni, sio Mwamoni. Haleluya. Kuna kundi lingine limejiunga, wanaitwa Waashidodi. Ashidodi ni ukanda ule wa maeneo ya Gaza. Ingawa mipaka sasa hivi Ashdod imeingia upande wa Israeli, lakini enzi zile Ashdod ilikuwa upande wa Filisti. Walikuwa naishi wa Filisti kule Ashdod. Kwa hawa ni wa Filisti. Haleluya. Wa Ashdodi ambao ni wa Filisti nao wameshajiunga. Haleluya. Waliposikia kwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa. Wakati wanaanza ilikuwa ni kama uwanda wenye vifusi. Yerusalemu ilikuwa pako wazi kabisa, hakuna ukuta, hakuna chochote. Hakuna nyumba, hakuna chochote. Ni vifusi. Sasa Yerusalemu najengwa, maeneo yaliyokuwa yamebomoka yameanza kuungana. Vipande vya kuta vimeungana. Kuta huko nusu kwa kimo chake. Wakajikusanya wengi, Waarabu wengi, Waashidodi wengi, Waamoni wengi, na bila shaka naye waongoza ni Sanbalati Mhoroni. Haleluya. Wakaanza kufanya shauri pamoja kuleta vita. Sasa sio maneno tena. Haleluya. Mwanzo alikuwa maneno, mnataka kujenga, mnaasi. Maneno mengi ya kuwavunja. Sasa wamesema jamaa hao ni vita, ni kwenda kabisa vita. Tunapigana nao. Haleluya. Sikiliza mstari wa 8. Wakafanya shauri pamoja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Haleluya. Wameamua sasa sio vita vya maneno. Wameamua sasa ni vita vya silaha. Na jeshi lao limeongezeka. Limeamua sasa tunaenda kwa vita vya silaha. Kwa sababu vita vya silaha vikianza, wana hakika hakuna mtu ataendelea kujenga. Vita vya silaha vikianza, wana hakika hakuna mtu atajenga tena. Maneno wameyapuuza, wameendelea kujenga. Zamu hii tunaenda na jeshi, silaha, hawatajenga. Kwa watu watani wamedhamiria kuzuia ujenzi. Wamedhamiria kukomesha ujenzi. Kwa wanakuja na jeshi kabisa la Wafilisti na Waarabu na Waamoni na Wahoroni. Wameungana pamoja, waje wapigane na hawa jamaa wanaojenga. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema sisi tulichofanya tukamwomba Mungu. Wakati hao wanakuja na majeshi ya Wafilisti na Wahoroni na Waamoni na Waarabu, sisi tunataja jina la Bwana.
tunamwomba Mungu. Kwa hiyo akasema sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tuliposikia tukamwomba Mungu dua Mungu wetu, na kwa matokeo ya maombi bila shaka Mungu akawapa maelekezo, akawaambia mnapojenga wekeni walinzi. Hakuna kusimamisha ujenzi. Ujenzi hausimami kwa sababu ya vita. Haleluya, haleluya. Nataka hiyo pointi mishika watu wa Mungu. Mara nyingi Wakristo wengi vita, akikutana vita, kitu chochote cha kimungu alikuwa anafanya anastopisha kwanza. Walikuwa wanaomba, waliokuwa wanaomba wanasema vita imekuwa kali, ndio maana hatuombi. Waliokuwa nahubiri wanasema vita imekuwa kali, hatuhubiri tena. Kwa nini hamhubiri? Vita ni kali. Haleluya. Waliokuwa nafadhili kazi ya Mungu wanaacha kufadhili, wanasema ukiuliza kwa nini siku hizi hamtoi tena kwa ajili ya kazi ya Mungu? Vita ni kali. Waliokuwa na sari wanahudhuria ibada mapema, wanaanza kuwa na misi ibada. Ukiuliza vipi, nini kinatokea? Majibu, vita ni kali. Haleluya. Vita ni kali. Kwa hiyo imagine wangesikia vita wakaacha kujenga. Je, nani amefanikiwa? Si adui ndiye amefanikiwa? Maana lengo lake la kuleta vita ni msijenge. Na ninyi mkisema vita ni kali hatujengi, simemsaidia. Simemsaidia. Mnaanza kugundua mnavyomsaidia shetani. Mtameacha kusali, vita ni kali. Kwani mpango wa shetani si ilikuwa usisali? Si ndio mpango wake? Mbona hamjibu? Mpango wa shetani ilikuwa usisali. Ndio maana ameleta vita. Na ameleta vita na kweli umeacha kusali. Simempa ushindi tayari. Mpango wa shetani ni usifadhili kazi ya Mungu, usitoe. Ameleta vita, hutoi. Nani amefaulu? Umemsaidia tayari. Si ndikuwa lengo lake hata hivyo. Mpango wa shetani ni uache maombi, uache kuomba. Sasa vita vimekuja, umeacha kuomba, nani ameshinda? Si ndio alikuwa anataka hivyo? Na kweli vita imekuja, umeacha. Sasa ameshinda tayari. Kuna tunadhani tunapigana vita upande wa Mungu, kumbe tunatumia masaa mengi na sehemu kubwa maisha yetu tunapigana vita upande wa shetani. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Nimesema hiyo point ingie vizuri sana. Niko vitani, utadhani anapigana kweli upande wa Mungu, kumbe yuko anapigana upande wa nani? Kuna mtu mmoja kwenye kikao kimoja aliwatania kwa ya fulani, sitaki kuitaja. Wale walikuwa kwenye kikao wanakumbuka hicho kikao. Nasema wakiuliza umeona jambo fulani aleni? Tuna vita. Sasa yule kwani utani au ndio ukweli? Mimi sijawahi kuwasikia wakisema hivyo. Ila yeye alisema wanasemaga hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa neno vita linakuwa wimbo vinywani. Yaani muamini anaona raha kusema vita kama excuse au kama udhuru wa kutekeleza wajibu wa kupigana vita na wajibu wa kiroho. Narudia tena hiyo sentence. Muamini anaona rahisi kuwa nataja neno vita kama udhuru wa kukaa kwenye nafasi yake kwenye masuala anayowajibika nayo ya kimungu. Akishasema vita anajisikia kama amepata udhuru, na anajisikia furaha kwamba sina hatia kwenye kutokufanya hili na kwenye kutokuwa hivi kwa sababu vita. Akishasema vita anajisikia kama amesamehewa kuwajibika. Na kuna pamoja. Ndio maana nikasema naomba hili liwaingie vizuri. Leo upate ufahamu mpya na Mungu abadilishe ufahamu wako. Umetumia muda mwingi kupigana upande wa shetani ukiwa unadhani uko upande wa Mungu. Umetumia muda mrefu sana kumsaidia shetani kufanikisha malengo. Kwa jina la niko vitani.
Unaacha ya kupasayo kwa jina la niko vitani, ukidhani umefanikiwa, kumbe kimsingi umemuunga mkono shetani. Maana hicho kutokufanya kupasayo ndilo kwa lengo lake la kuleta vita. Lengo lake la kuleta vita ni wewe usifanye ya kupasayo. Sasa ukitumia vita kama udhuru wa kutokufanya kupasayo, umemsaidia kwa urahisi kumaliza vita. Mnafikiri umeelewa hiyo point? Ungepa nadhani wa hiyo point wameelewa. Mkisema amina, mimi nitakuwa nashukuru sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wakaleta vita. Jaribu kujiweka kwenye nafasi. Unajua ukisoma mambo haya unajaribu kutengeneza picha ya kichwani usioipata vizuri. Lakini jaribu kutengeneza uhalisia kwamba ndio sisi tunajenga jengo hili hapa. Haleluya. Halafu mara vita imetokea ya silaha. Wangapi wanabaki tunajenga? Si kila mmoja hataonekana. Na mpango wa Dusi ndio ulikuwa huo, kanisa lisijengwe. Na wote tumekimbia, hatujengi. Sasa sikiliza wapiganaji wanaojua wanachofanya, wanachosema. Wanasema kujenga hatuachi. Sio kwamba hakuna vita, vita ipo. Sikiliza azima, wamekaa kikao, wamekubaliana na wanatekeleza. Tunataka kwenda sasa kupigana na Yerusalemu kwa sababu wamekataa kuacha kujenga. Haleluya. Na tutahakikisha tunasababisha mle ndani machafuko. Tunaenda kufanya machafuko Yerusalemu. Nafikiri watu wanatania. Ni vita kweli na ni machafuko ya kueleweka. Lengo hawa wajenzi wakimbie. Kwanza ni watu tu wametoka huko uhamishoni, hata hawana nguvu nyingi za kijeshi. Walikuwa wamechukua mateka zamani Babeli, ndio wanarudi. Ni watu wanatoka uhamishoni. Haleluya. Lakini sikiliza wajenzi hawa wanachosema. Wanasema sisi tulimwomba dua Mungu wetu. Haleluya. Waliposema wanakuja kupigana na sisi na kufanya machafuko hapa, sisi tulimwomba dua Mungu wetu. Halafu jambo la pili, tukaweka walinzi mchana na usiku. Hatuondoki. Haleluya. Hatuondoki na kazi haisimami. Kama naongea na watu wanaonisikia vizuri, hebu kamateni jambo hili naloliongea. Ni la muhimu sana. Na wale mnaonisikiza kwenye mitandao, kamata jambo hili, ni la muhimu sana. Kamata hili jambo. Muda mwingi umefanya kazi na shetani na umejidanganya unafanya kazi na Mungu. Muda mwingi umekaa upande wa shetani na umemrahisisha shetani kutimiza malengo yake, ukidhani uko pamoja na Mungu. Naomba mnaonisikiza wote, hiki ninachosema mkielewe. Haleluya. Jambo la udhuru kwa sababu ya vita unaacha kupasayo, wewe unamsaidia shetani na unafanya kazi na shetani. Unamsaidia shetani kutimiza malengo yake. Maana wewe kuacha ilikuwa lengo hasa la ile vita. Wewe kuacha nao kupasa ilikuwa hasa ndio lengo la ile vita. Leo unatumia vita kuwa udhuru wa kuacha kupasayo. Umeshamsaidia tayari. Jina la Yesu libarikiwe. Umeshamsaidia. Ulidhani unapigana, kumbe unapigana ukiwa upande wa shetani na unapigana kuliharibu kanisa. Na ukiacha, kila mmoja na nafasi yake na kila mmoja ni muhimu kwenye nafasi yake. Ukiacha eti kwa sababu una vita, unafikiri ile pengo, si tayari kanisa limeathirika. Kwa sababu umeshatia pengo, wewe una nafasi muhimu. Wewe kila mmoja akiwa kwenye jukumu lake na kwenye nafasi yake vizuri, kanisa ndio limeimarika. Mmoja kiacha nafasi yake na pengo tayari na kanisa limeathirika. Na ndio mpango wa shetani. Mnaelewa vizuri? Ndio lengo la shetani la kufanya huyu aache, yule aache, yule aache, yule aache, yule aache. Baada ya hapo
kuna kanisa tena. Huyu akiacha na yule akaacha na yule akaacha na mwingine akaacha na mwingine akaacha na mchungaji akaacha na mchemasa akaacha, mzee wa kanisa akaacha, nani akaacha. Baada ya hapo kuna kanisa. Na wote udhuru ni rahisi, vita. Nilikuwa kwenye vita. Vita vilikuwa vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila anayeacha anasema vita. Kila anayeacha anasema ni kwa sababu ya vita. Si shetani atafurahi tena, atafanya shughuli kubwa ya kuleta vita kila siku. Kama inamsaidia ataongeza. Kama kuleta vita kunamsaidia kazi ya Mungu kusimama, kwa nini asiongeze? Haleluya. Lakini kama kifanya vita kazi ya Mungu inaendelea, kwa nini asichoke na kukata tamaa? Kama kila mboleta vita watu ndio wanachaji wako moto wanasonga mbele, kwa nini asikate tamaa? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wakafanya shauri kupigana, na sisi tukaomba, tukaweka alinzi mchana usiku ili kuwapinga, na ujenzi ukaendelea. Tukapeana maelekezo, wajenzi wote na wabeba mizigo wote, kila mmoja atumie mkono mmoja. Mwingine ana silaha na mwingine anajenga. Haleluya. Tunafanya vyote. Upande mmoja tuko vitani tunapigana, na upande mwingine tunajenga. Yote yanaendelea. Vita inaendelea na ujenzi unaendelea. Tutapigana tukiwa tunaendelea kujenga. Ndicho walichoamua. Hatuondoki kwenye ujenzi, bali tutapigana vita huku tunaendelea kujenga. Ndio kanuni ya kiroho. Hiyo nyingine sio ya kiroho. Mwambie jirani yako, kama ulikuwa unafanya hivyo sio ya kiroho hiyo. Mbona hamwambia? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hebu geukiana, ambia nini? Ongeeni. Mwambie jirani yako, kama ulikuwa unafanya hivyo, hiyo sio ya kiroho. Kiroho vita inaendelea na ujenzi unaendelea. Haleluya. Vita inapiganwa na ujenzi unaendelea. Hiyo ndio kiroho. Vita inapiganwa, ujenzi unaendelea, ndio kiroho. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa nimesema tutakushughulika na hao ambao sisi tunajenga, wao wanakuja kubomoa. Haleluya. Ubomoaji unafanywa kwa namna nyingi sana. Haleluya. Ubomoaji unafanywa kwa namna nyingi sana. Mlishawahi kusoma story? Sitasoma, muda wangu sio, siku zote nakuwa na shida ya muda, hauko vizuri sana. Lakini mnakumbuka habari ya siku moja Paulo anamhubiri ndugu mmoja alikuwa anaitwa Sergio Paulo. Nadhani iko katika sura 15 kama sio 14 ya Matendo ya Mitume. Wakati huo yule Sergio Paulo alikuwa ni liwali wa huko walikokuwa wameenda kuhubiri. Halafu akawa yuko na rafiki yake mmoja anaitwa Elima. Tafsiri ya jina hilo Elima ilikuwa inaitwa Baryesu. Baryesu. Maandiko yanasema wakati Paulo anamhubiri Sergio Paulo, Elima anamuingizia kitu hakuwa anakifanya kwa macho yanayoonekana. Kilikuwa kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Amekaa pale anafanya vitu vyake. Kama hauna macho ya kiroho ugundui kama kuna kitu inaendelea. Jina la Yesu libarikiwe. Anamtia akili ya kuiacha ile imani.
Huyu anamhubiri, anaonekana kama anasikiliza, lakini kuna nguvu nyingine inaingiza ndani ya ufahamu wake akili ya kutoipokea ile imani. Umeona vizuri? Hiyo ni namna nyingine. Mwingine anajenga, mwingine na mahali popote penye kanisa watu wa hivyo wanakuwepo. Usi unaona tu kwamba sisi wachungaji tunaelewa. Likisema jambo ambalo lina msaada na lina neema, linaweza kuwapitisha watu hatua. Baadaye ibada waulize wangapi walilisikia. Liwe limekuja kwenye mahubiri au limekuja kwenye tangazo. Unajua wanaosikia ni wachache. Uliza watu hawakusikia. Mwenda vizuri. Huwa kuna aina fulani tekniki ya ulimwengu wa roho, watu wabaya wakijiingiza kwenye kanisa, fanya watu vitu vya kuwajenga visiwaingie. Mwenda vizuri. Yaani wanakuwepo kabisa na kutazama hivi, lakini hawakusikia. Sasa nakumbuka juzi nimeuliza nana niorodheshe misingi ile niliyoorodhesha. Unajua watu wote walishinda. Umeelewa vizuri? Unajua watu wote walishinda. Na mimi wakati nilipokuwa naongea nilikuwa naona wanaandika. Kumbe walichokuwa naandika hata sicho. Umeelewa vizuri? Walikuwa bizi wanaandika, kumbe hata walichokuwa naandika akikuwa chenyewe. Nasema kingine, wanaandika kingine. Unaelewa chongea? Hiyo msifikiri ni kawaida. Msifikiri watu wana akili nzito kiasi hicho. Narudia tena, msidhani watu wana akili nzito kiasi hicho. Wakati mwingine kuna kupuliziwa mambo ya muhimu, msiyapokee. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna siku nilisema kama wiki 2 mfululizo nikatangaza kuna tuna kozi tunataka kufundisha mimi na mchungaji Zaburi ya kuongelea namna tunavyoweza kupata uponyaji wa majeraha ya moyoni. Nikatangaza kwa kirefu na maelezo na nini ya kutosha, halafu na Zaburi namsimamisha hapo, mtapeleka majina yenu kwa Zaburi. Unajua tumekuja kwanza ile darasa, nakutana watu wanakuja wanagundua linaendelea. Wengine wanasema hawakuwa wamesikia kama tulitangaza. Unanielewa vizuri? Zaburi ni shahidi tu. Yaani na sio kwamba nitangaza kwa sentence moja. Nilikuwa natangaza kwa ufafanuzi mrefu. Na watu wamekaa wanatazama kabisa, ukafikiri wanasikiliza, kumbe haingii. Mnakuja kukutana ndo mnaanza, wanashangaa kama ni kitu kipya kimeibuka, hawakukisikia. Na ni kitu kizuri, waliokionja wanakipenda, lakini wanashangaa, mbona kama hatukukisikia. Jina la Yesu libarikiwe. Na viko vingi vinatangazwa, lakini ngoja mtu mmoja aseme kile ambacho kimepinda. Yaani hakuna mtu atakuwa hakuelewa. Alikuja dada mmoja akahubiri siku moja, alibatiza kina mama. Mimi sikuwa najua ataongea nini. Kaanza kuambia waliosuka wote hawaendi mbinguni na maswala mengi ya namna hiyo. Sasa ndugu yangu, kama tu hiyo na wengine waliumba kabisa, ili wayumbisha kabisa, yani umeelewa? Jambo ambalo halijengi linadakwa haraka sana. Lenye kujenga jamani, unaongea tena, imeongelewa. Kuna vitu vingi vinasema madhabahuni vya maana na vya muhimu, watu wasikie. Sasa usidhani, na mimi nazungumza leo, waanze kuelewa. Usidhani watu wana ufahamu mzito kiasi hicho. Kama tunaanza kupiga na watu waliojiingiza. Moja kazi wanafanya ni hizo. Kufanya watu watazame lakini hawaoni. Wasikilize lakini hawasikii. Ukisikia nasema watu wanajifunza
lakini hakuna mabadiliko. Si kwamba hawapendi kubadilika. Ninaamini kama kuna watu kwa makusudi hawapendi kuishi kitakatifu, hawapendi kumpendeza Mungu, watu wako wachache sana. Wengi wanatamani kumpendeza Mungu, wengi wanatamani kuishi kimungu, lakini hata Mungu angeongeaje, wanaondolewa ule uwezo wa kuelewa. Haleluya! Ufahamu na kamatwa, na sivyo walivyoumbwa. Hawakuumbwa na akili nzito kiasi hicho. Haleluya! Ile habari Yesu inafanya kazi. Ile tekniki ya habari Yesu ya kuiba ufahamu inafanya kazi makanisani sana. Haleluya! Ya kuwafanya watu wasikie bila kupokea, watu wasikilize kwa makini bila kupokea. Inafanya kazi sana, na inatumiwa na wachawi wanajipenyeza kwenye makanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna wengine machafuko. Unaweza kukuta watu wameokoka kabisa, mwingine kabisa ni mtumishi, ka kitu kalikotokea labda ni kaneno au ni kakitendo kamefanywa na mwingine kadogo, jamani, kamemtibua mtu. Anasara, huyu ni yeye, ni mwingine amesara kabisa, yani amekasirika, amekuwaje. Wakati mwingine roho za machafuko zinatupwa kanisani na kwenye familia. Machafuko, jambo halina uzito, lakini naleta machafuko, naleta mgogoro, naleta ugomvi, naleta kutokuelewana kusiko na maana yote. Ili kanisa lidhoofike, ili kazi ya huduma isimame kwanza. Maana watu wakianza machafuko na ndio watenda kazi, unafikiri kuna chochote kinaendelea? Si huduma inasimama? Watenda kazi wameanzisha machafuko, sasa huduma inaendaje? Watumishi wameanzisha machafuko, unafikiri inaendaje? Bwana Yesu asifiwe. Malango haya mimi nahitaji kuombewa. Niwahi kuombea mtu mmoja wakati fulani, alikuwa biashara, amekuja kuombewa. Ananiambia, mimi nafungua duka kila siku, naona watu wanapita tu wanaenda, hakuna anaingia dukani kwangu. Tukamwombea, lakini siku moja nikasema hebu twende tukaombea dukani kabisa. Tukaenda tukaombea dukani kwake. Tunaingia tukaomba. Tumeomba mle dukani, alikuja kuniletea ushuhuda kesho yake. Anasema kuna mtu amekuja, akaingia dukani, akamuuliza, ulikuwa umeenda wapi? Ulisafiri? Maana mimi napitaka hapa kila siku, duka limefungwa hapa Mwanza, na tumeombea mtu hapa madhabahuni hapo. Haleluya. Na simu yake ya zamani juzi tu, miaka ya juzi kama 2-3 hapo nyuma. Haleluya. Na mtu mwenyewe mpaka sasa baada anasali hapa, ingawa kwenye ibada hii hayupo. Haleluya. Akaniambia, jamani, mtu amekuja leo ananiuliza ulisafiri? Mbona mimi kila siku napita hapa nakuta duka lako limefungwa? Yeye amefungua, anaona watu wanapita mbele ya mlango, kumbe wanaona duka limefungwa, ndio maana hawaingii. Na yeye amefungua na anawaona wanavyopita. Hata milango ya makanisa, msifikiri mahudhurio kuharibika ni watu tu wana matatizo ya kiuchumi, sio ya vitu gani. Saa ingine milango ya kanisa msipokuwa makini nawekewa mtu ana vitu vinavyorudisha watu nyuma. Haleluya. Vinavyofanya milango isivutie kuingirika. Haleluya. Au pengine onekana kabisa imefungwa. Haleluya. Nguvu tu inayozuia zipo. Hao ni wabomoaji, tunajenga wanabomoa.
Bado naongelea area moja tu ya eneo la uchawi. Wachawi wanarogaga makanisa, wanafanya vitu. Haleluya! Hiyo ni area moja tu. Saa ingine wanatazama fulani, ukitokea mchango, si ujenzi, si vitu gani, anatoaga hela nzuri. Unaweza kukuta leo biashara yake imekutana mgogoro ule, kesho yake mgogoro ule, uchumi wako umekutana mgogoro ule, kazi imetokea mgogoro ule, anapigwa kila eneo. Wale wote ambao ndio kanisa linapata nguvu ya kiuchumi kutoka kwao, wakifanya mara 2 mara 3, mwaka mmoja wa pili wa tatu, unaanza kuona vitu vinaanza kuharibikia. Kumbe kuna watu shughuli yao ni kubomoa. Haleluya! Wanajaribu kuwa karibu na mchungaji, wanamsupport kwenye lile, wamtia nguvu kwenye lile. Haleluya! Kagari kakikosekana, unaona ndio watengenezaji, ndio au wanatengeneza mkakati hao. Haleluya! Unaanza kuona lile limetokea lile, wanayumbisha uchumi sana. Wakishaifanya hiyo, iliwahi kutokea halisi. Wakishaifanya wanaanza kusema, ujiweka kimbelembele, vitu vyako vinaharibika. Akishamwambia huyu si hajui lolote huyu. Yule anayejua jambo lake anaelewa nalienezaje iwe habari ya kanisani. Umeelewa? Anatafuta wale wazuri kuongea, lakini dhaifu kwenye maarifa ya kiroho. Ni wazuri kuongea, kueneza habari, lakini uelewa wa maarifa ya kiroho si wazuri sana. Mnaona, sema fulani alikuwa anajiweka mbele, alikuwa anafanya hiki, anafanya hiki. So naomba yani hili kanisa ukijiweka mbele hivi utaisha. Sasa huyu anayeambiwa hana maarifa anaanza kueneza, na yule mwingine anaeneza. Wanatengeneza habari ya kanisani ya kubomoa kanisa, na wanatumia watu wenye maarifa madogo ya ufahamu wa kiroho, wanawasaidia kueneza. Lakini alianzisha anaelewa anachokifanya. Nakwenda pamoja? Alianzisha anaelewa alianzaje, na anajua aliowalenga kuambia, anajua watamsaidiaje. Mnaelewa nachoongea hapa? Kuna watu tukijenga wanabomoa. Haleluya! Mwingine unaweza kawatazama, mama ni nguzo, akisimama kanisani kuna watu wengi wanasimama kwa ajili yake. Yule mama ni mzee wa kanisa, akisimama vizuri kanisani kuna watu wengine kwa ajili yake wanasimama. Yule mzee yuko vizuri kanisani, simama vizuri kwenye kanisa, kuna watu wengine kwa ajili yake wanafanyaje? Wanasimama. Haleluya! Anatafuta watu ambao ufahamu wao si mkubwa sana wa kiroho na kuelewa mambo, anaenda kuanga kwao. Na akienda kuanga atahakikisha ameonekana, ila amevaa sura ya huyu. Nilikuwa nimesema mama yuko, nilikuwa nimesema wewe amevaa sura ya huyu. Yule aliyewangiwa kwenye maono anaona alikuwa anawangiwa na huyu, kumbe sio yeye, ila wanajua huyu ni nguzo. Akipigwa, maana yule aliyewangiwa lazima aanze kusema nimemuona kabisa fulani. Sataeneza, wanaenda kwa huyu mzee wa kanisa, si ndio? Huyu sana anajulikana mzee wa kanisa. Yule aliyewangiwa anaona sura hii, mzee wa kanisa kabisa. Haleluya! Anaeneza. Mwingine hakisha ameonyesha sura ya huyu mzee. Mzee leo kanitembelea usiku. Sasa naambia waumini wenzake. Akishakisha 2, 3, 4, 5 ambao ni nguzo ndani ya kanisa, amewavika hilo doa, hilo kanisa linayumba. Lazima. Umeelewa vizuri? Hilo kanisa linayumba lazima. Isipokuwa na watu wenye ufahamu, wanaofahamu maarifa haya.
Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna hapo, nimeongea eneo moja, sasa muda umeshaisha. Nimeongea eneo moja la namna ambavyo mnaweza kujenga kanisa na wakiwepo watu wanabomoa. Jina la Yesu libarikiwe. Mnajenga kanisa na ndani ya kanisa humo kuna watu wanaobomoa. Sasa naongea kipande kimoja tu cha watu wanaoingia kwa namna ya kichawi na kufanya vitu vya kichawi. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini Mungu atanijalia nitaongea na vitu vingine ambavyo si kichawi, lakini vyenyewe vinabomoa. Na watu wako hivyo na wanabomoa. Kanisa linajengwa, kuna watu wanabomoa. Mnajenga, wanabomoa. Naomba kwa dakika chache sana tufanye jambo moja. Kila mmoja moyoni mwake chukia wabomoaji, chukia waharibifu, na wakiwamo ndani ya kanisa, wakiwemo ndani ya nyumba ya Bwana. Mungu ashughulike nao bila huruma. Wanaorudisha nyuma watu wengine, wanaoharibu watenda kazi wa Mungu waliowekwa na Mungu, wanaodhofishwa na kukatisha tamaa watu wengine, wanaofanya watu ambao Mungu anawatumia kulisaidia kanisa kutoka hatua moja kwenda nyingine, wanapiga biashara zao, uchumi wao, wanapiga afya zao. Sijaongelea namna ambavyo watu wale wale wa nguvu za giza wanavyoweza kuinflict magonjwa ndani ya watu. Ukakuta tu magonjwa yasio yanaelekana kujaje, watu wanaumauma tu, lakini si magonjwa kama magonjwa, wanapandikiza. Watu wana uwezo wa kupandikiza kifua kikuu na kikapimwa kabisa kwenye vyombo kikaonekana. Wana uwezo wa kupandikiza BP na ikaenda kwenye vipimo kaonekana, lakini imepandikizwa. Wana uwezo hata kupandikiza ukimwi, na mtu akaonekana ukimwi lakini hana ukimwi. Wanaweza kupandikiza. Ni moja vitu wanavifanya, wanapandikizaga magonjwa. Magonjwa yanapandikizwa mengine. Sisemi magonjwa yote ni ya kupandikizwa, lakini watu ambao ni effective kwenye huduma, ili wadhoofishwe kwenye huduma na kwenye kanisa, wanaweza kupandikiziwa magonjwa kabisa. Mtu akashindwa kuendelea, akashindwa kusimama, magonjwa yanamtesa, na anapimwa anaonekana nayo, lakini yanapandikizwa. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mjenzi, lakini si mjenzi tu, ni mjenzi mwenye silaha. Ninajenga na upande mmoja nina silaha. Niko tayari kupiga, niko tayari kuharibu, niko tayari kuangamiza kila anayesimama mbele kupinga kazi ya ujenzi wa kanisa la Mungu, katika jina la Yesu. Kwa namna zote, kwa mbinu zote na kwa nguvu zote anazozitumia, ninasimama kama mjenzi niliye na silaha. Nasimama kama mjenzi niliye na silaha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wowote waliojiingiza, wowote walio, bwana mnaniharibia sauti bwana. Ilikuwa vizuri, sasa nimeanza kuomba, nimeanza kukaa vibaya, naanza kutumia nguvu kwa shida. Ninaanza kusimama kama mtumishi wa Mungu ambaye nimevaa silaha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila aina ya watu na nguvu zilizotumika kwa namna zote
ambazo nimezisikia, hasa za kichawi, za ushirikina, za nguvu za kuzimu, leo ninawaharibu, leo ninawapiga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Makao yao ninashusha moto juu yao, ndani ya makao yao ninaita moto, ninaita moto, ninaita moto, ndani ya zana zao wanazozitumia ninaita moto, ninaharibu kwa moto, ninapiga kwa moto katika jina la Yesu. Na roho zao ninaziharibu, nafsi zao ninaziharibu mpaka waingie kwenye toba. Wasipoingia kwenye toba, Baba wafunue, Baba wafunue, nguvu ya maombi iwafunue, iwadhihirishe, waonekane, vitendo vyao vionekane, viaibishwe mbele ya hadhara katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninapiga, ninapiga, ninaharibu, ninaharibu, ninaharibu. Leo naomba kila mmoja aombe sasa. Shughulika na eneo la wachawi, watu wanatumia nguvu za giza, watu wanaingiza ushirikina kutaka kuharibu kanisa kwa nguvu za kishirikina. Haribu katika jina la Yesu, vunja katika jina la Yesu, bomoa katika jina la Yesu. Na mambo wanayofanya juu watu wa Mungu, bomoa, vunja, vunja, bomoa, vunja, vunja, bomoa, vunja, vunja, bomoa, vunja, vunja. Kila aina ya uchawi unavunjwa leo katika mamlaka ya jina la Yesu. Unavunjwa leo, unaharibiwa leo. Akiwepo aliyejiingiza kwa siri, akiwepo aliyejiponyeza, huyo unapiga kwa jina la Yesu. Wanaoharibu marango ya nyumba ya Mungu, tunapiga kwa jina la Yesu Kristo. Wanaotempa na madhabahu, huyo tunapiga kwa jina la Yesu Kristo. Huyo tunateketeza, huyo tunaangamiza. In the mighty name of Jesus. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe unasema Bwana, kanisa imetosha, kanisa kushambuliwa kwa kiwango kibaya. Imetosha, imetosha. Kanisa ni lako Yesu. Kanisa ni lako Bwana 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 Yesu. Unaweza kusimama nalo, na hakuna mwovu wala mwenye makusudi mabaya waliokusudia kuleta vita, tunapiga na kuharibu vita vyao. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Katika jina kuu la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Katika jina kuu la Yesu, Mwokozi wa ulimwengu, nasimama kwa jina la Yesu aliye Bwana wa kanisa. Kanisa lipiganiwe, kanisa Mungu lishindie katika jina la Yesu Kristo. Walioingia kwenye fedha za kanisa kwa ajili ya kutaka kuharibu uchumi wa kanisa na uchumi wa watu wa Mungu, we stand against them. We stand against them. We stand against them. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, tunasimama kinyume nao, na kazi zao tunazipinga, kazi zao tunaziharibu, kazi zao tunaziporomosha in the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, tunasimama kinyume na fanya mioyo ya watu iharibike, watu wawaze vibaya, watu watende vibaya, wengine wangushwe dhambini, wengine wakimbizwe nje ya kanisa, wapeperushwe. Tunasema kimya roho hiyo katika jina la Yesu. Ile nguvu yetu ya kupeperushwa wengine tunaikataa, tunaikataa, tunaivunja leo. Kila aliyefanya hayo tunamharibu. Naomba Mungu unisaidie leo, waharibu na waharibiwe kweli, waharibu na waharibiwe kweli katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyefanya majaribio ya namna hiyo ya kudhani anaweza kushindana kwa nguvu za kuzimu, kwa nguvu za kishetani, akashindana na kanisa, ninaomba haribiwe katika jina la Yesu. Umesema atakaye haribu kanisa na yataharibiwa na katika mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo kila anayejaribu kwa namna yote kuharibu kanisa, leo natamka kama mtumishi wa Mungu, aharibiwe katika jina la Yesu. Aharibiwe katika jina la Yesu. Nguvu zake zibomoke katika jina la Yesu. Nafasi yake ondolewe katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, ninawafukuza kutoka huko ndani. Akiwemo aliyejipenyeza kwa siri, ninamfukuza kwa mamlaka. Namfukuza na mtowesha kwa jina la Yesu.
na utawadhihirisha, na watadhihirika kwa namna ya aibu katika jina la Yesu Kristo. Wanaonekana kwa namna ya aibu, watadhihirika kwa namna ya aibu, wataonekana kwa namna iliyo ya aibu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Yapakashakaya baba, yapakashakaya baba, yapakashakorea bagasiki, yapakashapokoya bagasiti, yamashapokoya bagasiki, yapakashakorea bagasiti, yapakaramundo ya bagasika. Mungu, kwa moto wa mbinguni, wewe uliye moto lao, wewe uliye moto lao, wewe uliye moto lao, wewe uliye moto lao, ukasimame, 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 ukasimame zamu hii. Imetosha Bwana, imetosha Bwana, ukasimame zamu hii. Na nena kama mtumishi uliyeniamini ukaniweka kwa kanisa. Nasimama Bwana, nasimama Bwana, nasema imetosha, imetosha, imetosha. Sasa shuka kama Mungu, shuka kama Mungu, shuka kama Mungu. Dhihirisha uwezo wako, dhihirisha kisasi chako juu ya waovu wa nyumba yako. Waovu wasimama dhidi ya nyumba yako, simama kwa kisasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hatuna mkataba na wachawi, hatuna mkataba na waovu, hakuna maunganifu kati ya nuru na giza. Aminie hana sehemu na asiamini hawana fungu katikati yetu, katika jina la Yesu. Hawana fungu mahali hapa, hawana fungu kwenye nyumba yako, na kila mahali kuliko na nyumba yako, kila mahali kuliko na mwili wa Kristo, kila mahali kuliko na kanisa lako. Yeyote asimame kinyume leo, kazi zake hazitafanyika tena, kazi zake hazitafanikiwa tena. Tunapiga kwa mamlaka, tunapiga kwa mamlaka, tunavunja kwa mamlaka, tunaharibu kwa mamlaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ninaharibu, ninapiga, ninaangamiza kabisa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Waliojaribu kufunga malango ya kanisa kwamba watu wasiingie, hao tunapiga katika jina la Yesu Kristo. Na kile chochote wachoweka kuzuia malango ya kanisa, kuzuia malango ya kanisa, na kila nguvu yoweka ili kwa mizuie malango ya kanisa, hiyo naipiga, na tuma moto kwenye kila lango, kwenye kila lango, kuanzia lango kuu na malango mengine ya jengo. In the mighty name of Jesus, ninayafungua, 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 ninayafungua. Mighty name of Jesus. No power shall ever stand, no power shall ever stand. In the mighty name of Jesus. Hakuna nguvu itasimama tena, hakuna nguvu itakaa. Mungu wetu ni moto ulao, Mungu wetu ni moto ulao. Tunamtumikia ni moto ulao, tunasema mbele zake ni moto ulao, tunatumikia mbele zake ni moto ulao. Tunayemwita ni moto ulao, tunayemwita ni moto ulao, tunayemwita ni moto ulao, tunayemwita ni moto ulao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Magonjwa ya kupandikizwa, magonjwa ya kupandikizwa ninayang'oa sasa hivi. Magonjwa ya kupandikizwa ninayang'oa sasa hivi. Kila ambaye anateseka kwa magonjwa ya kupandikizwa, kila mtu ambaye anateseka kwa magonjwa ya kupandikizwa, nang'oa magonjwa, nang'oa roho ya magonjwa ya kupandikizwa katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa ya kupandikizwa ninaing'oa leo, ninaing'oa leo, ninaing'oa leo, ninaing'oa leo, ninaing'oa leo, ninaing'oa leo. Mighty name of Jesus, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Kila aliko yeyote ambaye anateseka kwa magonjwa ya kupandikizwa, natuma uponyaji, natuma uponyaji, natuma uponyaji. Popote alipo ambaye anateseka kwa magonjwa ya kupandikizwa, natuma neno la uponyaji, natuma nguvu ya uponyaji, natuma moto wa uponyaji umkute mahali aliko, akafunguke kwa jina la Yesu, akafunguke kwa jina la Yesu. Vifua vikuu, hatima za kupandikizwa, magonjwa matumbo ya kupandikizwa, utasa wa kupandikizwa, mateso ya mgongo ya kupandikizwa, mateso ya kila aina ya kupandikizwa, ninayang'oa kwa jina la Yesu, nayang'oa 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wa Nazareti, wa Nazareti, wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, wa Nazareti,
Mwana wa Mungu aliye hai, kila pando ambalo Mungu hakulipanda linang'olewa leo. Kila pando usiopandwa kutoka mbinguni linang'olewa leo, linang'olewa leo, linang'olewa leo, linang'olewa leo katika jina la Yesu. Ya mashaka ya bosiki, ya mashaka rabosaka, ya mashaka raboko ya bagasiki, ya mashapoko ya bagasika rabo, ya mashapoko ya bagatika siki, ya mashakori ya bagasaka, ya mashaka rabondo ya bazanda, ya mashaka raboko ya bagatika siki, ya mashapoko ya bagasiki, ya mashaka raboto ya bagasiki, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu, hii ni nyumba yako Bwana, hii ni nyumba yako Bwana, hii ni madhabahu yako Bwana. Hapa unapokaa huchanganywi tena na miungu ya mashetani, huchanganywi tena na kazi ya mashetani. Madhabahu ya Mungu aliye hai haikai pamoja na madhabahu ya Beliali katika jina la Yesu. Beliali hana nafasi moja na Kristo, wala hawezi kukaa pamoja Beliali na Kristo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai. Nasimama katika mamlaka hiyo, nasimama katika uweza huo, nasimama katika uweza huo, nasimama katika mamlaka hiyo, katika jina la Yesu. Ninapinga kila anayejaribu kwa namna yote kubomoa. Tunapojenga, tunajenga kwa nguvu, tunajenga kwa gharama, tunajenga kwa sacrifice kubwa. Kila anayesimama kuharibu ujenzi tunaofanya wa kulijenga kanisa la Mungu takatifu, kanisa ambalo linamcha Mungu, kanisa ambalo linakuwa, kanisa ambalo kila mtu anafaa, kila anayesimama kinyume na azima hiyo tunayo katika kanisa hili, huyo tunamng'oa katika kanisa hili katika jina la Yesu. Hata kama yuko nje huko tunamwangusha katika jina la Yesu, na kama lijipenyeza tunamng'oa kwenye kanisa hili, tunamng'oa katika kanisa hili katika jina la Yesu. He shall have no room, he shall have no place in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Ya mashakaraboseke, ya mashakaraboseke, ya mashapokori ya bagasete, ya mashakarabokori ya bagaseke, ya mashakarabokori ya bagaseka, ya mashapokori ya bagaseke, ya mashapokori ya bagateka seke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu sasa chukua nafasi katikati ya kanisa. Roho Mtakatifu uliyejuu kwa juu ya watumishi wako. Elima yule mchawi hakufanya kazi na alipigwa upofu, akawa kipofu kwa muda, akapapasa papasa akitafuta mtu wa kumshika mkono. Naomba nguvu za Roho Mtakatifu zishughulike nao katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ulioshughulika na Simoni wa kule Samaria, katika jina la Yesu, shughulika na hao, shughulika na hao, shughulika na hao, shughulika na hao, shughulika na hao katika jina la Yesu. Ile nguvu ambayo inafanya watu hawaelewi, wanasikia hawapokei, wanasikia hawapokei, imeua ufahamu, imekula ufahamu, imefanya ufahamu upotewe mzito. Ile nguvu tunakujua, 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 tunakujua. Tunasimama kinyume na wewe, tunasimama kinyume na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Umekalia fahamu, umepuliza uzito kwenye fahamu. Watu wa Mungu wasimwelewe Mungu, wala wasisikia anachosema Mungu. Nasimama kinyume nayo katika mamlaka, katika mamlaka, katika mamlaka ya jina la Yesu, ya jina la Yesu, ya jina la Yesu, katika mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Ya mashakaraboseke, ya mashakaraboseke, ramashakayaboseke. Kuanzia sasa watasikia na kuelewa, watasikia na kupokea roho ya kuiacha imani ambayo imekuwa ikipulizwa ndani ya